Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunazungumzia kauli muhimu iliyotolewa na mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambayo inaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa mazungumzo ya kitaifa nchini Tanzania. Lissu ametoa kauli ifuatayo: nitashiriki mazungumzo ikiwa nitakuwa huru baada ya kufutwa kwa kesi zote zinazonikabili mimi na chama changu. Kupitia taarifa iliyotolewa Aprili 16 mwaka 2026 na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Bi Brenda Rupia, Lissu ameeleza utayari wake wa kushiriki mazungumzo ya kisiasa, lakini kwa sharti wazi, ambapo ni kufutwa kwa kesi zote zinazomkabili yeye na chama chake na kuachiliwa uhuru kabisa. Kauli hii ilitolewa baada ya wakili Paul Kisabo kumtembelea Lissu katika gereza la Ukonga, ambapo Lissu alisisitiza kuwa kesi ya uhaini na mkabili inatokana na moja kwa moja na msimamo wake wa no reforms no election uliotangazwa Aprili mwaka 2025. Tundu Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 mjini Mbinga, Ruvuma baada ya hotuba yake ya kampeni ya no reforms no election. Siku iliyofuata alishtakiwa kwa kosa la uhaini, yani treason, na kuchapisha taarifa za uongo. Kosa la uhaini haliruhusu dhamana na linaweza kubeba adhabu ya kifo au kifungo cha maisha. Hadi Aprili mwaka 2026, Lissu amekaa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja, yani siku 373 na kuendelea. Kesi yake imecheleweshwa mara kadhaa mahakamani. Wakati huo huo, Chadema ilifungiwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 baada ya kukataa kusaini kanuni za maadili bila mageuzi makubwa. Matukio ya baada ya uchaguzi yalizua vurugu na vifo vingi, ambapo tume ya Jaji Othman Chande bado inachunguza na inatarajiwa kuwasilisha ripoti ya Aprili 24 mwaka 2026 baada ya nyongeza ya siku 21. Aprili 15 mwaka 2026, Lissu alikutana na rais wa Malawi na mwenyekiti wa SADC Lazarus Chakwera na kuwasilisha madai yake, ambapo Aprili 16 wakili Paul Kisabo alimtembelea Ukonga na kupokea maelekezo kutoka kwa Lissu. Na kulingana na taarifa ya Brenda Rupia, Lissu anataka kufutwa kwa kesi zote dhidi yake na Chadema na uchunguzi huru wa kimataifa wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 kupitia taasisi kama SADC, AU na nyinginezo, na pia mazingira yanayowezesha mazungumzo ya maana na mageuzi ya kisiasa. Kauli ya Lissu ina maana kuu mbili. Ya kwanza ni utayari wa mazungumzo. Anakubali kushiriki mazungumzo ya kitaifa, jambo ambalo serikali imekuwa ikilitaka mara kwa mara, na hii inaonyesha kuwa upinzani haujafunga milango kabisa. Na jambo la pili ni masharti magumu. Mazungumzo hayatakuwa na maana ikiwa yeye na chama chake bado wako kizuizini au wanakabiliwa na kesi. Hoja kuu alizoziweka ni kuwa kesi ya uhaini inaonekana kama dhana ya kisiasa ya kumnyamazisha kiongozi mkuu wa upinzani wakati wa uchaguzi, na pia uchunguzi huru wa kimataifa wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 kama vifo, majeruhi, uharibifu wa mali ni muhimu ili kuondoa mashaka ya upendeleo. Pia mazungumzo bila kuachiliwa huru yanaweza kuonekana kama mazungumzo ya kifungo badala ya mazungumzo ya usawa. Hii inakuja wakati shinikizo la kimataifa linaongezeka, ambapo wabunge wa Ulaya walitoa wito Aprili 9 mwaka 2026 wa kuachiliwa huru kwa Tundu Antipas Lissu. Kauli hii inatoa mwelekeo wazi. Mazungumzo yanawezekana, lakini si kwa bei ya kujisalimisha. Inaamrisha msimamo wa no reforms no election hata baada ya uchaguzi. Hii pia inatoa changamoto. Je, serikali iko tayari kufuta kesi na kuruhusu uchunguzi huru ili kufungua mlango wa mazungumzo, au itaendelea na msimamo wa kisheria pekee? Ripoti inayotarajiwa Aprili mwaka 2026, Aprili 24, inaweza kuwa na athari kubwa. Ikiwa itatoa mapendekezo ya uwajibikaji na mageuzi, inaweza kusaidia kuunda mazingira ya mazungumzo. Inazua swali kubwa. Je, mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuleta uponyaji baada ya uchaguzi wenye mvutano mkubwa, au yatabaki kuwa mazungumzo ya uso kwa uso bila matunda? Utayari wa Lissu kushiriki mazungumzo ni hatua nzuri. Inafungua fursa ya mazungumzo ya kitaifa ambayo yanaweza kurekebisha sheria za uchaguzi. Pia yanaweza kuimarisha haki za binadamu na kuleta amani ya kudumu. Masharti yaliyowekwa kama kufuta kesi zote na kuachiliwa huru ni magumu, lakini yana mantiki.
Mazungumzo hayawezi kuwa na maana ikiwa upande mmoja uko kizuizini au unakabiliwa na kesi nzito. Uchunguzi huru wa kimataifa wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 ni muhimu ili kuondoa mashaka na kutoa ukweli unaokubalika na pande zote. Serikali ifikirie kwa uzito kufuta au kurekebisha kesi dhidi ya Lissu na Chadema ili kufungua mlango wa mazungumzo ya kweli. Uchunguzi huru pia kupitia Sadiki au taasisi nyingine inayoaminika uanze haraka ili ripoti ya tume ya Jaji Chande iwe na nguvu zaidi. Mazungumzo ya kitaifa yawe na ratiba wazi, washiriki wote, serikali, upinzani, CSOs, makanisa na wadau, na lengo la kurekebisha katiba na sheria za uchaguzi. Pande zote ziachane na chuki na kufanya mazungumzo kwa nia ya kujenga taifa na si ya kushinda upande mmoja. Mwisho wa siku, mazungumzo bila haki na uwazi yatakuwa bure, lakini mazungumzo yenye ujasiri wa kutoa haki yanaweza kuwa nafasi ya Tanzania kujenga demokrasia yenye nguvu na amani ya kudumu. Lissu amesema wazi, nitashiriki mazungumzo ikiwa nitakuwa huru baada ya kufutwa kwa kesi zote. Sasa mpira uko kwa serikali na wadau wengine. Tanzania inaweza kuwa bora zaidi ikiwa tutachagua mazungumzo yenye ukweli, haki na hekima. Tuwe na subira na ujasiri wa kujenga hoja kwa pamoja. Je, nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii kuhusiana na kauli ya Lissu kukubali kuingia kwenye mazungumzo na CCM?